Kama kuna jambo unataka ulizungumze, unatakiwa ulizungumze ndani ya kikao. Yule niliyokuambia kwamba ni Chauma alafu anabeba t-shirt ya Chadema kwamba yeye ni nini, hiyo itakuwa funzo kwa tutawashtaki. Ukisema matumizi mabaya ya fedha ndani ya chama chetu, imeelekezwa namna bora ya kutumia fedha, na fedha ziingii kwenye ofisi ya makamu mwenyekiti. Hiyo ieleweke hivyo. Kumekuwa kuna fununu ya kwamba kuna baadhi ya vijana kutoka Bavicha ambao wamepata uoga baada ya kuwepo kwa kesi nyingi za ugaidi na kadhalika, hasa kwenye kushiriki shughuli hiyo kule Dodoma. Hii iko vipi? Sisi tunasema kwamba Chadema na vijana wake ndo chama pekee ambacho kinawatetea watu na kinatetea umma, na kwa sababu vijana wetu wamekuwa wakishiriki matukio mengi ya chama. Tuliwahi kukamatwa tukiwa tunaenda pale Mbeya, pale Kiesa tukakamatwa, lakini kukamatwa kwetu haijapunguza watu kasi. Na hizo taarifa za kwamba sijui vijana wanaogopa kwenda Dodoma sio kweli. Vijana wetu wa mkoa wa Mara wako active kama ambavyo nimekuambia kwamba mpaka sasa vijana hao tulikutana Msoma mjini, na tarehe 5 tunaenda pale Tarime mjini. Vijana wote wa mkoa wa Mara tutakuwa pale tukijadili namna ya kufika Dodoma. Kwa hiyo vijana wako tayari, na hizo taarifa ni kweli tuliwahi kukamatwa, lakini pamoja na kukamatwa, badala ya kurudi nyuma, ilitupa spirit ya kusonga mbele, kama ambavyo sisi vijana wote wa mkoa wa Mara tuko active na ni majasiri. Kwa hiyo sisi tunaendelea na mpango wetu wa kufika Dodoma. Kwa nini inakuwa ni Bavicha peke yake? Bavicha ama watu wa Chadema ndio mnakuwa mnaingia kwenye misuguano na serikali, vyombo vya usalama na si vyama vingine? Usikii UVCCM wakiingia kwenye misuguano hiyo ama hofu hizo za kukamatwa? Usikii Chauma, usikii ACT ngome yao ya vijana ikifanya hivyo, au ACT wote kiujumla? Kwa nini ni Chadema peke yake? Sasa kwenye hili naomba nieleweke vizuri. Kwa nini Chadema? Ni kwa sababu Chadema tumekataa dhulma, lakini kwa sababu Chadema tumekataa kufanya vitu vya gizani, ni kwa sababu Chadema tumekataa kufanya vitu vya kurembaremba, kwa sababu hao watu wote uliowataja ni vijana ambao wanaamini katika kujipendekeza ndo wafanye mambo yao. Lakini sisi Chadema vijana wetu tumekuwa frontline muda wote, tumekuwa tukikemea madhila na madhambi mengi, na ni Chadema pekee ndio imejitokeza dharani kuwatetea Watanzania wale waliouawa tarehe 29. Ni Chadema pekee na vijana wake ndio wamekuwa wakiibua na matatizo yanayotokea ndani ya taifa hili. Kwa hiyo hao watu uliowataja ni watu ambao wao wamekubali kuwekwa mfukoni. Umeona? Kwa hiyo unapomweka mtu mfukoni, maana yake atatakiwa afanye yale ambayo unayataka wewe. Lakini sisi Chadema na vijana wa Chadema wote tumebaki na umma, kwamba umma unasemaje, na tumebaki tukiwasemea. Sasa ukisema kwamba kwa nini hawa watu wanateka hii nafasi ya kutuweka ndani kufanya nini, ni kwa sababu kwa akili yao na maono yao na fikra zao wanaamini kwamba wakitupa kesi za ugaidi, wakituweka ndani, wakitupa hizo kesi za uhaini, wakizuia mikutano yetu, wakitupa yani namna yoyote ya kututia hofu, ndio namna bora ambayo sisi tunaweza tukarudi nyuma, kwa sababu hawa watu wanatumia madhaifu ya umma, kutojua mambo mengi, wao kuendelea kubaki wapi? Kubaki madarakani. Lakini sisi tunawaambia wananchi juu ya kile kinachotakiwa. Kwa mfano, watu wameuawa, na watu hao waliouawa ndugu zao mpaka sasa hivi bado wanahoji. Sasa ni Chadema pekee ndo wamejitokeza live kusema kwamba hawa watu waliouawa. Lakini ukiangalia mara ya kwanza walisema kwamba hawa watu waliouawa na watu waliotoka sijui Kenya, waliotoka wapi. At the end wameunda sijui nini, wamekuja hapa kwamba watu wameuawa 500 na ngapi sijui na 18 means na wao wamekubali kwamba watu waliuawa. Lakini wamesema wapi? CCM haujawahi kusikia wakisema vijana wao au ma UVCCM kazi yao ni kujipendekeza mbele ya hao viongozi wao, au ma ACT ndo kabisa wasikii. Wao kazi yao ni kwenda Ikulu na kuchukua hela kama alivyosema Hashim Rungwe. Umeona? Rungwe alisema wakiingia pale wanalipwa 200,000 300,000 kwa sababu wamekaa kwenye vikao. Kwa hiyo wao nosheni yao ni hiyo. Lakini sisi tumebaki kuwapigania nani? Kuwapigania Watanzania. Kwa hiyo
hii ndio inatufanya, kwa sababu tunawapigania Tanzania, na hawa watu wengine wenda wao hawajawa tayari kuwapigania hawa wa Tanzania. Kwa sisi tumejitoa kuwapigania wa Tanzania, ndio maana haya madhila yanatokea, na haya madhila yanatokea kwa sababu tunawapigania wa Tanzania, wale hawataki, wanatupa hizi cases na nini ili turudi nyuma, lakini sisi tutaendelea kuwapigania, kama ambavyo umesikia mwenyekiti wetu juzi akiwa pale mahakamani amesema kwamba wakati anazungumza na makamu amemwambia wewe endelea kupeleka moto na makamu na yeye siku zote mmemwona yuko live anasema vitu, na sisi yule amekuwa mwenyekiti wa Bavicha taifa na bahati nzuri anatoka Mara. Sasa kama mimi makamu mwenyekiti amekuwa mwenyekiti wa Bavicha taifa anatoka Mara, sasa hivi ni makamu mwenyekiti, hizo footprints za kwake ndo tunatakiwa tutembee nazo na kuendelea kuwasemea watu. Kwa na mimi na vijana wangu wako kama unavyoona, yani wako straight kabisa na kusemea. Sawa, wewe unaposema kwamba kuna watu wametiwa mfukoni, una kithibitisho gani, na pengine ni akina nani hususan waliotiwa mfukoni na wametiwa mfukoni na nani? Umeniuliza swali zuri, lakini pia ni kama nimeshajibu. Juzi tu Shimrungu amesema kabisa kwamba wao wakienda pale wanalipwa. Sijui umeelewa? Wakienda pale wanafanyaje? Wanalipwa. Ambao ni akina nani sasa? Shimrungu si Chauma. Lakini pia tumeona watu pale, yani umeona vyama karibia 20 na ngapi hapo, kuna Chauma hayo, ACT nini hayo, vyama vyote ambavyo yani ni vyama ambavyo hata kimsingi yani hata ukiuliza mimi mwenyewe nilisikia, yani kuna vyama ambavyo hata sijawahi kuwasikia. Tunaposema kwamba umetiwa mfukoni na umetiwa na nani, tumeona waliotia watu mfukoni, mmesikia kabisa. Amesema kabisa kwamba tunaendelea na mchakato, lakini mwenzetu mmoja ameendelea kutafakari. Sisi sio kwamba tunatafakari na Chadema hawatafakari. Chadema wamesema kwamba wao madai yao ni yapi, na tumebold kabisa kwamba madai yetu ni 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo hata hiyo kusema tafakari inaonekana kama labda sisi labda ni kama yani tunatafakari tuingie tusiingie, tuingie. Sisi tumesema kwamba hata kitendo hicho tu cha wao kukaa pale, kwa sababu wamewekwa mfukoni ndio maana walienda, kwa sababu wasingeenda waliouawa pale. Uliona kabisa kuna dada ni mjamzito alipigwa risasi tena kwa nyuma kabisa, yani kwa nyuma akapigwa risasi akafa. Yule dada tujui chama chake. Kuna watu let's say tuchukue hata hiyo 518 waliouawa, hatujui vyama vyao, lakini hawa watu uliowaona mle ndani hakuna hata mmoja aliwahi kusimama akasema. Kwa hiyo tuseme kwamba wale tayari wameshasaliti wa Tanzania, sisi pekee ndo tumebaki. Kwa hiyo kutiwa kwao mfukoni ni pamoja na kutowasemea wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nikiona kama wewe uwezo ukawasemea wa Tanzania hivi, hata nyinyi mnatumia chombo chenu sawa kupeleka habari kusemea wa Tanzania, lakini wale watu waliokuwa mle ndani wewe umewahi kumsikia nani? Umewahi kumsikia hawa kina Rungwe juzi hapa wamemfurumisha hata na Salum Mwalimu yule, uliwahi kumsikia wapi akizungumza haya mambo? Kwa hiyo hilo liko wazi kwamba sisi tumeendelea kuwasemea Watanzania na waliotiwa mfukoni wanajulikana, na sisi sio kwamba tunatafakari. Tumeshasema tunahitaji uwajibikaji, wale waliouawa ndugu zao wajue, lakini pia kuna watu wametekwa brother. Nakumbuka Salum Mwalimu aliwahi kuzungumza katika moja ya mahojiano akisema kwamba wao wanaunga mkono kile ambacho serikali imekizungumza, hasa kuhusiana na uchunguzi na vitu vingine vilivyokuja kutokea mwaka wa uchaguzi ambao ilikuwa ni Oktoba 2029, na wanaunga mkono kwa sababu yote yanawagusa wananchi na yanagusa vitu vingi ambavyo asilimia kubwa wapinzani mnavizungumzia. Kwa nini nyie bado mnatia ngumu? Salum Mwalimu ni Salum Mwalimu. Huenda madhila wa Tanzania hayajui. Na Chauma. Salum Mwalimu na timu yake waliona, yani kuna nafasi, yani wao waliona fursa. Waliona kwamba wakiingia pale wataenda alafu watapata kitu. Na uliona juzi wakati anafurumushwa waliomwambia kwamba alikuwa anaendesha chama kwa akili yake, amekula vitu. Sulisikia wamesema hivi, amekula nini? Vitu. Kwa hiyo yeye lazima aungane na hao watu kwa sababu alikuwa kwenye mission.
Kwa nini pamoja na kwamba anasema aliunga yeye kabla hajafurumushwa, kwa nini yeye alishindwa kutoka wazi na kusema Watanzania waliuawa na waliofanya vile wawajibike? Sasa alikuwa kiongozi wa chama hicho. Alishindwa nini? Kwa sababu hawezi akawazungumzia, kwa sababu alikuwa ni sehemu ya mission ya kuwafanya wale watu waangamizwe. Una uhakika gani? Uhakika ni huu hapa. Sisi tumesema bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hatushiriki kwenye nini? Kwenye uchaguzi, kwa sababu huko nyuma Watanzania wengi wameuawa, Watanzania wengi wameumizwa. Kwa hiyo sisi tuliona Watanzania wanaenda kuumizwa, wanaenda kupotezwa, wanaenda kuuawa, tukasema bora tutengeneze vitu sawa, viwe sawa, kwa sababu tunapenda nchi. Yeye akaona mfuko, hakuona wai wa wale watu, yeye akakomaa, akasema wao sasa wanaenda kushiriki, akatoka ndani ya chama. Alivyotoka ndani ya chama akaungana na nani? Akaungana na hao watu. Sasa eti wanatengeneza chama sijui na nini. Ameingia mle ndani, hakuna walichokifanya. Bahati mbaya sasa ni kwamba kile tulichokizuia sisi before watu hajaingia, Tanzania wengi wamekufa sana na vijana wamekufa sana. Kwa hiyo ushahidi ndio huo. Kwa sababu tulisema no reform no election, kwa sababu tuliona watu wamekufa. 2000 ukienda 15, 2020 pale Shirati tu pale kuna kijana anaitwa Nyatega Wenje, ndugu yake aliyekuwa mbunge wa hapa Nyamagana, wakati wao amekuja kugombea pale Dibogo Wenje, ndugu yake alipigwa risasi na akafa, na hiyo ndio ikawa chanzo cha Wenje, na yeye akaenda wapi? Canada huko. Lakini hapo katikati watu wetu wameuawa. Tumeshiriki chaguzi za serikali za mitaa 2024, chaguzi ya kitongoji, yani mwenyekiti wa kitongoji, watu wanapigwa, watu wanaumizwa, watu wanapiga risasi na vitu kama hivyo. Tukasema 2020 tumeona hayo mambo, tukasema watu wetu wanaenda kuuawa kwa vitu ambavyo sisi tuna uwezo wa kufanyaje, wa kuviavoid. Sasa moja kati ya sehemu ya kuavoid ni kwamba before tujaingia kwenye uchaguzi kuwe na mabadiliko ya mfumo mzuri wa uchaguzi, watu waingie kwenye uchaguzi wakiwa kila moja amereact. Lakini pia hata umma wenyewe walikubaliana na sisi, wakasema bila hivyo hatutashiriki uchaguzi. Na nyie mliona pamoja na wao kushiriki au wakina Chauma na hao watu wengine na CCM na nini, pamoja kwamba wameshinikiza wameshiriki uchaguzi, uliona waliokuwa wanafanya, yani waliochagua ni wasimamizi, sio umma. Wasimamizi ndio walikaa pale wanaweka tiki, yani wanaenda pale wamechukua vibunda vya kura wanaweka vile, wanaweka, ndio walichokifanya. Alafu eti mtu anaibuka kwa 99%. Wewe uliwahi kuona wapi dunia ya leo? Sawa. Tuende kwenye swala hili ambalo litakuwa ni la mwisho na la msingi pia. Katiba mpya imezungumziwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nchimbi kuhusiana na namna ambavyo Watanzania tunatakiwa tuipambanie. Uoni kwamba mmerahisishiwa kazi, kwamba sasa hili swala limeshafika mpaka kwa Makamu wa Rais na amelizungumzia na amewaunga mkono, sasa ni muda mzuri wa kuachana nalo, mshughulikie ajenda nyingine tofauti? Kwanza niseme tu kwamba niwaambie Watanzania wote wanaonisikiliza na wanaonitazama kupitia chombo chenu cha Jembe FM, na ikiwezekana mfikie pamoja na huyo Makamu wa Rais na nani, kwamba swali mpaka sasa ambalo vijana wanauliza na Watanzania wanauliza, hivi na nyie mnadai katiba au nyie mnapaswa kutekeleza madai ya umma ya kudai katiba? Kwa hiyo hata huyo Nchimbi tunamuuliza, pamoja na kwamba na yeye amejitokeza, tunamuuliza hivi na wewe unadai katiba au wewe unapaswa kudai kwamba ndani ya zile ilani yenu zile siku 100 wewe unapaswa kudai, mbona utekelezwaji wa katiba haujatekelezwa? Ukituambia leo kwamba yani wewe Nchimbi, yani kuna rais hapa juu alafu kuna Nchimbi mtu wa pili, eti ukiona huyu wa pili amezungumza maana yake huyu amezungumza. Nchimbi anataka kutufanyia drama, yani ya maigizo, ili tuamini kwamba eti huyu mtu yuko na sisi, lakini pia ili tuamini kwamba kumbe hata na sisi mwanawaza habari ya katiba. Umeelewa? Ili wao waendelee kukaa na hii katiba. Kumbuka yule wa juu ya Nchimbi aliwahi kusema kwamba katiba mpaka 2030. Nchimbi anasema tuungane tudai katiba. Tena anatuambia
tusipodai huenda mwingine atakaye kuja atakuwa ni mbaya zaidi, si ndio? Lakini pia sisi tumesema madai yetu ya katiba yanatakiwa hata kabla ya 2027. Kwa nini nianzie hapo? Kwa nini tulisema hivyo? Umma ulishaongea juu ya madai ya katiba. Kwa hiyo kuna rasimu ya Jaji Warioba tunaopigania kelele kila siku. Wao wanapaswa tena, hata zile siku 100 ni nyingi. Ni watu kukaa tu kuchukua ile pale. Lakini kama hawawezi, basi sisi sasa wapishe sasa, ili sisi tuambie, kwa sababu umma ulishaongea. Kwa hiyo Nchimbi yeye kuzungumza pale ni kutaka kutupa maigizo, kwa sababu wao CCM ndo wanapaswa kutekeleza. Wao hawapaswi kudai, labda CCM wanapaswa kudai katiba ya CCM hiyo inayosema kwamba mwenyekiti akishakuwa mwenyekiti wa chama ndo anakuwa rais. Yaani wao ndo wanatakiwa wadai hiyo, ili itengwe kofia ya mwenyekiti na kofia ya nani, ya rais. Labda ndio hiyo anayosema, lakini hii ya umma iko wazi. Kwa hiyo yana anatupotezea time. Sawa. Sasa Makamu wa Rais amezungumza katiba, amezungumza kuhusiana na kuipambania katiba. Kama amerahisisha, mnalalamika kama Chadema. Asingezungumza, angekaa kimya, bado mngelalamika. Nini ambacho mnakihitaji specific, yani specify? Kwanza iko hivi, tulianza kudai katiba kabla hajazungumza. Kwa hiyo sisi hatujui kilichomleta zungumze. Kama yeye ameamua kuzungumza, alikuwa anazungumza on behalf of chama au nani au ofisi au nini? Kwa hiyo yani tuanzie tu hapo, kwamba sio kwamba sisi tuanze kusherekea kuzungumza kwake. Sisi umeniuliza madai yetu ni yapi? Madai yetu ni katiba na utekelezwaji, sio danadana wala sio hadithi. Yani sio kwamba anaenda mjini na pita hapa, alafu unaniambia pita sijui Samilo, pita sijui wapi, pita sijui au turudi huku Big Bite sijui wapi, tuzunguke Buzuruga turudi huku, tukufuata nini wakati njia ni hii hapa? Kwa hiyo Nchimbi anatuambia twende airport, sijui tuzunguke wapi, sijui maduka 9, tuzunguke Nyasaka, sijui turudi Buzuruga ndo turudi mjini, wakati njia ya kutoka hapo ni hapa Mission na kuingia hapo town. Kwa hiyo yani ndo hicho. Kwa hiyo sisi ni hivi, sisi tunasema hivi, tutoke hapa Furahisha au Rock City Mall town. Hii habari ya kutuambia tuzunguke huko, yani hiyo ni ya kwake. Kwa hiyo Nchimbi aelewe kabisa kwamba madai yetu ni katiba na yako wazi. Na ni katiba ipi? Sio ile pendekezo waliokaa ndani wakasukasuka wanavyojua wao. Tunahitaji nalia ya Warioba. Lakini pia unajua ile ya Warioba bwana, ile ya Warioba ndo voice ya umma. Pamoja na kwamba alisukumwa, unajua alisukumwaga mzee wetu wa pale Bunda wa Mara kwetu alisukumwa, lakini aliyemsukuma akapewa kwa wilaya, mkuu wa mkoa, sasa hivi ni waziri. Sawa. Sasa neno lako la mwisho, tumekuelewa vizuri mpaka hapo. Mikutano ya hadhara ya kisiasa imeruhusiwa na tunatamani tufahamu hilo jambo kwanza, mmelipokeaje? Kwa sababu kulikuwa kuna zuio, lakini kama Bavicha mna mpango gani sasa, kwa sababu kwenye kujenga chama lazima mikutano ya hadhara inahusika pia. Tufahamu hayo mawili. Kwanza nitumie chombo hiki tena kwamba tumepokeaje? Hatujapokea kwa namna yoyote, tumepokea kama walivyoleta, kwa sababu hata kuzuia walizuia. Yani jamaa amekaa pale ye mwenyewe mpaka akaulizwa kama hii ngoma wewe unaizuia una mandate ipi? Akasema niko tayari kufa, sijui kwa sababu ya nini. Lakini sawa, uko tayari kufa, umezuia kwa mamlaka yapi? Usi uko tayari kufa, lakini kwa mamlaka gani? Mamlaka hamna. Kwa hiyo hata kuzuiliwa ni batili, na yani wameleta kama walivyozuia, wameleta kibatili na sisi tunakoma nayo. Kwa hiyo sisi asilimia fulani tumekuwa tukiona baadhi ya vijana wa Bavicha wakionekana kumkataa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche hadharani, na hususan wakitumia vyombo vya habari wakisema hawamuamini, lakini pia ana matumizi mabaya ya mali za chama. Lakini pia kuna baadhi inaonekana mnamtetea na kumkumbatia. Hili liko vipi?
Kwanza niseme tu kwamba yale yote ambayo mnayaona yakifanyika ni mambo ambayo kimsingi sio ya Chadema. Na ukisema matumizi mabaya ya fedha ndani ya chama chetu, imeelekezwa namna bora ya kutumia fedha, na fedha ziingii kwenye ofisi ya makamu mwenyekiti. Hiyo ieleweke hivyo. Lakini pia hawa watu ambao mnawaona wanarukaruka huko wamevaa nguo za Chadema, juzi tumesema toka mwanzo tumesema vizuri kwamba chama chetu kwa sasa Chadema hatupimi watu kwa kuvaa nguo zenye vidole viwili, wala hatupimi watu kwa mtu kutaja neno Chadema. Tunapima watu kwa dhamira na tunapima watu kwa yale wanayoyafanya. Katiba yetu imeelekeza hapa kwenye maadili ya viongozi, imeelekeza kwenye ibara hii ya katiba, ibara yetu ya 11 kifungu cha, imeelekeza kwamba itakuwa marufuku kwa kiongozi wa Chadema kukashifu chama, kiongozi au mwanachama. Tuanzie tu hapa. Katiba hii imeelekeza kabisa kwamba ni marufuku. Sasa wale mnaowaona wale ni watu ambao ni wanatumika. Sasa mtu anayetumika atatumika kwa namna ambavyo yeye anajua. Tumeona pale, tuanze tu na yule kijana wa Katavi. Yule kijana wa Katavi kwanza alikuwa ni kiongozi wa wilaya wa Chadema, lakini baadaye akaenda Chauma. Umeelewa? Baada ya kwenda Chauma huko akapewa sijui nafasi gani sijui ya mkoa Chauma. Chauma ni mwaka juzi, toka mwaka juzi ni Chauma. At the end ameenda huko, wameenda sijui wapi, wamejikusanya akapewa sijui 5,500 sijui shilingi ngapi wanavyosema, anakuja kuibuka kwamba ni kiongozi wa Chadema. Tumemwona na mzee mmoja amezeka huko. Mzee anakuja na akili kwamba eti yeye ni Chadema, ni Chauma, na mmeona na video kabisa na picha zinaonyesha kabisa ni Chauma. Tumeona hapo Sumve. Afu kibaya zaidi ni kwamba naye initiative vitu ni CCM na hao vijana waliotoka Chadema wakaenda wakauzwa kama nilivyosema toka mwanzo. Rafiki yetu hao jamaa wa Mwanza hapo walisema kwamba aliyekuwa nyuma ya ile kitu ni wakina Mkobe ambaye alikuwa ni katibu wa Chadema mkoa huu, baadaye akaenda pale akajiuzauza pale, akapigwa bei kama dagaa za pale Kirumba, yuko CCM, akawa ndo nyuma ya wale watu. Sasa kama ambavyo tuliona na taarifa ya Nyamagana ilivyokuwa inasema. Sasa tukirudi kwamba kwa nini Heche ndani ya chama, ni kwa sababu Heche amekataa yale niliyoyasema kwamba Heche amekataa kuuza chama. Heche amekataa kushiriki mambo ambayo hatuhitaji. Heche amebaki kwenye msimamo. Moja ni kwamba tuone mwenyekiti wetu yuko nje, lakini pili ni haya mashinikizo ya kutaka sisi tuingie kwenye maridhiano. Tunaingiaje kwenye maridhiano? Na tumetoa sababu kwamba tunaingiaje kwenye maridhiano ambapo hatujaona watu wakiwajibika. Tunaingiaje kwenye maridhiano wakati mwenyekiti wetu yuko ndani? Lakini pia tumesema kama ni maridhiano hawepo mtu, hata nyewe watu wa soka mnaoenda sijui kwenye Simba na Yanga, nilisikia mpaka na Simba na Yanga wakasema wanataka referee kutoka sijui wapi, sijui Misri, sijui wapi. Sasa sisi tumesema kama ni kukaa aletwe mtu mwingine. Haya yote hawa watu hawahitaji, kwa sababu hawahitaji wanaanza tena hizi mission. Umeona yule jamaa wa Chauma. Sasa tena hii kitu inasukumwa sana na vijana wa Chauma ambao walikuwa ndani ya Chadema. Hawa kina Eriko Nyerere ambao walitarajia kwamba matumaini yao wapate kiongozi mwingine alafu akaingia mtu mwingine, wao nao ndo wamekuja kufanya haya mambo. Sasa wanafanya haya mambo ni watu gani? Ni Chauma. Sasa kama wewe uko Chauma unakuja unajinasibisha kwamba wewe ni Chadema, wakati huo wewe unajua kabisa sio mwana Chadema maana yake. Lakini pia hata katiba yetu imeelekeza kama nilivyokuambia, na kuna mambo mengi kwamba wewe unapoenda kumkashifu kiongozi
moja kwa moja kuna tafsiri ya usaliti pia hipo hapa. Kwa hiyo wale watu kwanza sio wanachadema, lakini pili lazima mset your mindset kwamba wale watu wanatumika na nimeeleza namna wanavyotumika. Sawa sawa. Swali la kwanza kwa kusema kwamba sio wanachadema, ili hali kwa yule Wasumve alipewa barua ya onyo akiwa kama kiongozi na aliitwa kwenye swala zima la kujitetea ama kujielezea kile alichokizungumza, lakini la pili amepewa barua ya kuvuliwa uongozi. Kwa nini unasema sio mwanachadema ili hali hivi vithibitisho vinaonyesha kwamba ni mwanachadema? Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama sio mwanachama, kwa nini msiende kushtaki ama kuwachukulia hatua za kisheria? Kwa sababu wamezungumza taarifa za uongo dhidi ya taasisi, wamesema kitu ambacho sio cha ukweli dhidi ya taasisi. Kwa nini mnashindwa kuwachukulia hatua kama sio wanachama? Sio kwamba tunashindwa, kwa sababu ukisema Chadema ni taasisi kwanza, tena taasisi kubwa, na Chadema ni sauti ya umma. Kwa hiyo namba moja ni kwamba umma unawashtaki, na umma umeshaanza kuwashtaki kwa kukusanya milioni 34. Mpaka sasa tuko pazuri, yaani hiyo ni umma tayari imeshawashtaki. Jambo la pili, umesema kuhusu Sumve. Alizungumza hapa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mwanza, akasema yule mtu alishavuliwa. Yaani ni hivi, mpaka anavuliwa tayari alishapewa onyo, ndio akaja akafanyaje? Lakini tuachane na huyo wa Sumve. Tuna wengi tumeona kule Tanga, tumeona huko Morogoro, tumeona Katavi, tumeona Mtwara. Umeelewa? Katiba yetu imeelekeza kwamba kama kuna jambo unataka ulizungumze, unatakiwa ulizungumze ndani ya kikao. Maana yake hayo madai yao walipaswa kuzungumza ndani ya kikao. Wewe ukishajitokeza tu hadharani na kuzungumza vitu ambavyo vinahitaji wewe kwako, unaona kabisa hivi vitu vinatakiwa vizungumzwe, lakini ni kinyume na katiba, automatically wewe ni msaliti ndani ya chama. Moja hilo. Lakini pili, umesema kwa nini tusiwashtaki? Amezungumza juzi, sijui ni jana, mwenyekiti wa kanda ya Magharibi, wakili Dickson Matata. Wale watu wanastahili kushtakiwa na tutawashtaki sasa, kwa sababu yule pia ni wakili, na amesema tutaanza na wale wa Katavi. Yule niliyokuambia kwamba ni Chauma alafu anabeba t-shirt ya Chadema kwamba yeye ni nini, hiyo itakuwa funzo. Kwa tutawashtaki kwa sababu kwanza wanatumia sare zetu kinyume na utaratibu. Wanajua kabisa wao sio wanachadema. Yaani wewe ulikuwa sijui Bavicha wilaya, ukaenda mkoa, ukafanya nini, mwisho siku ukaenda Chauma. Unarudi kwa shinikizo la kina Yeriko Nyerere walioenda wakajiuza huko mbele ya nani wakapewa pesa, wanakuja kupigwa pesa pale. Na taarifa zinasema kwamba kama ulisikia kuna record ilirekodiwa kwamba yule jamaa anampigia nadhani ni Morogoro. Anampigia na anamwambia kabisa mimi nitakulipa kiasi kadhaa. Alafu akampa nusu 50,000 nauli. Kwa hiyo ukiona hivyo vitu unaona kabisa kwamba vinaofanyika. Kwa hiyo tutawashtaki na tuko tayari kuwashtaki. Sawa. Alphonce Machira, mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Bavicha kwa upande wa mkoa wa Mara. Tunajua siku ya vijana duniani iko mbeleni, na kuna namna pengine kama vijana kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mmejipanga hususan kwa mkoa wa Mara. Nini mpango wenu kuelekea kwenye siku husika? Sisi mkoa wa Mara ni kweli tumejipanga, na mkoa wetu sisi vijana tumekuwa tukishiriki matukio mengi ya chama, na safari pia kichama na baraza letu tunaenda kwenye hayo maadhimisho pale jiji la Dodoma. Kwa mpaka sasa, juzi tulifanya kikao pale Msoma mjini, tukafanya kikao cha kamati ya uratibu na vijana wote, tukiwa na mpango mzima wa kwenda safari yetu ya Dodoma. Lakini pia tunapanga tena kukutana tarehe 5 pale Tarime mjini kwenda kuangalia ni namna gani ya kufika Dodoma. Lakini mpaka sasa vijana wako tayari kwenda Dodoma, na sisi siku zote mkoa wetu kama nilivyosema awali kwamba mkoa wetu tumekuwa tukishiriki matukio ya chama, na bahati nzuri ni kwamba mkoa wetu ni mkoa ambao ni strong kichama. Kwa hiyo na vijana wako active na vijana wako tayari, majimbo yote 10 na wilaya zake 3 zote ziko tayari kusafiri kwenda Dodoma. Kwa hiyo vijana wako active kabisa kwenda Dodoma. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.